Tunashukuru Mungu kwa sababu ilikuwa sawa mbali kaendeleza vizuri, si kutengeneza vizuri ndio ilikuwa si mtu asiyekusa. Habari ya siku mwanani ya roho kwa sababu tawatoa Yesu ya sisi pia karibu mwambie karibu ukili sherehe karibu kama anasikia Kristo mwise kwa watu kwa ile kwa habari kama asikisi Kristo mwambie habari yako aipoda ile kwa habari yako na leo habari yako kwa karibu na ukiambiwa habari yako mwambie karibu. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo kwa kinalegalo kwa wale wao imekosha mkono wa Mungu for us to be here this morning. Kwa hivyo Mungu tunashukuru Mungu kwa sababu ya kutupea nafasi nzuri na washaka wote wa kanya tega. Wewe Mungu mwenyezi wa Mungu sipure kila kila tuko na wakati mzuri wa kusikiza neno la Mungu. Tunaendelea kuiwasiliana na Gai. Na tunaamini kwamba jana tulikuwa hapa na ila tuae huko na tukasikilizana habari ya personal growth and development. Rani ya uhoro wa gukura kwa mundu kiumbe na kuthiwa na mbere. For this is your work. Ni todo ule wira wako. Na hili ni jukumu lako. Na ucio niguo wira wako ya wĩrutĩire. Ũtũme wĩkũrie we mwene na ũndũ wa kerĩ nĩ wĩigĩrĩrĩki waku gwĩtwarithia na mbere. Ucio nĩguo wĩra waku wa gũthiĩ na mbere. Tũthomithia wa ũmũthĩ tũbundithio nĩgetha tũhote gwĩkũria kuma nini ĩmwe nginya nini ũcio ũngĩ. Kĩrĩkanĩro kĩrauga atĩ mũkamenya ma na ma ĩyo nĩĩkamũkorwo kuma moko-inĩ. Twĩhaha nĩgetha tũheo ũma na nĩgetha tũhote gũkũra katika jina la Yesu. So tuna our principle, our principle. Sinisema tutengeneze mara moja mwanzo. Ndio baada kwa ile mwenye sisi kwa tumoka tuwe sababu ambayo si that much like tutaweza pia kutokora tunataka kuikwambia kwa mishoko. So pia togo tunaona and that is why you are saying na nikiwa tukite hiyo sio kukura tu ndio mwa kabla wewe mwingine kukua sio siku moja. You need to make it your character. Ndio yako ndio mtu wako. For you to be desiring every time to grow. Wanigeza kuelekea hiyo sio gukora. Na soke yote watana na wale oge. Alafu uwe na ushirika na wale wenye hekima wakufundishe. Umakufundishie, wakufundishe njia, umakuelekeza. Aluni ndiye to develop yourself. Nigeza wakote na wewe kulia. Nigeza wakote kasi yako yana nini na ili ukue kwenye kimo chako cha gari vizuri. Nigeza ndio imara. Ili wakati utakapoendelea na wakati utaishi ufike self-sufficient. Uwe mtu ambaye uwe mwodo na maono muone na uwe ambaye uko huru kwa sababu hivyo ndivyo mapenzi ya Mungu. So we have another principle. Kwa hiyo tuna another principle Matara Secondary School. Kwa Matara Secondary School pamoja nasi mwenyewe atakufundisha ni tukaombe na mwalimu atakumbia kidogo Mungu ile bila na mwalimu huwa afundishe huwa anafundisha watu. Mwalimu ndio kana mwalimu anasafisha kama anakipoka kama tarehe vizuri. Kama mwendeleo makani haya yaja. Au wengine wao wakapoke pale nje. Hata kiko nao ishuka susu. Hayo kibono ukilala
hata kwa ukali mara tunaona Anaweza kwambia mkota hii manyasi yote iko huko. ndio muuliza kitu. Hawezi muuliza swali. Nini wanaitwa Yesu? Katika jina la Yesu. Sisi ni wanafunzi wake siku ya leo. Vitu ni atuwe ombe. Utatufundisha. Ni kutufundisha. Na we know the truth. Ngera tumenye ma Katika jina la Yesu. Mungu alifariji Yesu. Tumpige makofi. Ndio tunasema leo. Let us the students and na sisi tuwe wanafunzi. Tuwe wanafunzi wa wanafunzi. Na sisi parents tusifundishwe kama wazazi. Tunafundishwa asiani. Tunafundishwa kama watoto ni watoto wa Mungu. Tunafundishwa asiani. Na hiyo ndio itakuwa msaada wetu kwa miaka ijayo. Ndio kwa kuletea vitu vya kiroho Katika jina la Yesu. Sisi walifariji Yesu. Baba wetu na Mungu wetu katika jina la Yesu. Fadhili walifariji Yesu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Mtoto wewe ni gani? Mambo yote ambayo tunayaona na yanapitia kwako. Mwanadamu tukija kulewe. Na mambo yote unaona ni mazuri. Mambo moja ukiona ni mega. Siku hii na faida tunapendana mikononi mwako. Ndio umoja tuone na mkoje makuu. Asante kwa sababu ya kutoa habari na kuleta mpaka katika nyumba hii yako. Wewe ndio tutakwenda utoe nyumba yako. Sababu prayer that you may speak to us. Maombi yetu utanena nasi. Sababu prayer that you may teach us. Mambo yanayotokea kwa kufuatilia. Sababu prayer that you may correct us. Hivyo ndio mwana ni yote Every sound prayer that Lord may rebuke us. Na ndio ndio tukoma. Mold us, Lord. Tutone kingai. Pay us your visitation. Tuwe kumwagani. Give us wisdom. Tuhe obi. That we may be able to live. Na ile kutoka We commit our dear sister under your hands, O Father. Nena wa sister mo kwenye mafunga That you may use her ndio Mungu vile. until you are being. Au kulingana na wewe wako. In the name of Jesus. Ndio walifariji Yesu. Tutakapomalizia mkutano huu jioni, wale tunasema ni kwa hii. tunaibariki na kuitukuza jina lako. Kwa shamba bali ni tualia. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Sio kwa hana tawe. Sifa zote ni zako. Washua wale wako Tunakuabudu. ndio tunakuabudu. Na ni katika jina tumeomba na tumeamini. Ndio wale Yesu wanatufikia. Tunasema kusimama zote tunapomkaribisha mwalimu wetu. Roho ndio inakaribisha mwalimu wetu. Wakiwa na kalimani wake, Karibuni kalimani wake. Bwana asifiwe. Karibu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Madame ya Gosho. Have a seat. Have a seat. Mambo ikale Reverend Martin. Na pastors. Na timu ya Fugateli. Na shirika. I want to take this chance kushukuru. Mtoto wako leo ameweka ya kuongea na nyinyi. And normally we say we don't come to preach. Na tungaga kutoki ya kuhubiri. Toka ushaki ngoja ya gari. Tunakuja kugawa neno la Mungu. Kwa sababu neno ambalo litanenwa hapa kanisani. Hata mimi nitahitaji kulitii. Hata mimi hilo neno nafaa kulitii. Na vile neno Roho wa Mungu atanena hapa. Hata mimi niko hapo ndani. Na kwa hivyo sisi wote tumekuja kupewa hekima na Roho wa Mungu. Na kutuonyesha vile tutakaa chini ya miguu yake. I want to say thank you very much. Thank you muno. This is the second time we are ministering with the Good Gospel churches. Ndio wakati Yes, tulikuwa na nyinyi pale Igamba and Pastor Mimi did another crusade there also another day. Na tukahubiri pale katika crusade. Na tunashukuru sana. I fellowship with the Faith Evangelistic Ministry. Na Gawamaga hujeka na kanisa wa Faith Evangelistic. Rugurwa Reverend wa Tarasia wa Irimo.
na tunahisi ya kwamba ni heshima kuu hata kutufungulia milango na ili tuwe tunafanya kazi pamoja na nyinyi. Mungu awabariki na Mungu akubali muwe mbegu ya nabii. Na kuna kitu moja Reverend huwa anasema, mbegu ya Mungu haiwezi oza, hata ukiipanda kwa rami bado itamea. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo hii si kitu rahisi tuko hapa, kwa sababu Mungu anaandaa mbegu, na ni mbegu ambayo hakuna mahali haiwezi kuwa, na ukiweka kwa mto unapata imekuwa mahali popote itaenda. Ile mbegu yako yadoka. Bwana asifiwe. Na najua Mungu akitunenea leo ni kuandaliwa, tunaandaliwa na ili tuwe watu wakuwa kila mahali tuko tuko na nguvu na tena hinyali wa Bwana. Nikwenda usokerio pastor Elani interpret la najua kuna kazi gumu kuongea lugha sionge lakini tunasikilizana tu. Mimi ni Kikuyu, yeye ndio Mgikuyu, lakini tunaita Kikuyu kiasi. Naona kwa na Wagikuyu hanini tofauti, na nimekulia mahali tofauti, na kwa hivyo Kikuyu inachanganyika hapa na pale, lakini kwa lugha yoyote ile tutatumia. Kila mtu lazima ataenda nyumbani na ile mbegu itapandwa ndani yako na ndani yako, na tutajengeka kwa sababu ya Mungu. Baba wetu katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa sababu ya nafasi hii Mungu. Nasimama katika madhabahu yako Mungu, na ninakuomba ukubali Yehova Mungu neno ambalo tunenea siku ya leo. Yule ambaye atasikia aishike, umujengea msingi maalum ule ambao hauwezi tikisika, na kuomba Mungu wako ukubali Mungu wale watakubalika mbele yako Mungu. Mungu wangu, Baba yangu, uwawezesha kupata nguvu ya kubadilisha vijiji na hata kubadilisha taifa kwa sababu ya nguvu la neno lako. Na ninakiri dhambi zangu Mungu, kila kitu ambacho kinaweza kuja kinyume na madhabahu yako, na nakiri mbele zako. Naomba usamehe kanisa, kila kitu ambacho kiko katika kanisa ambacho kinakuja kinyume na roho wako, hata nacho Bwana tunaomba msamaha kwa sababu ya kongamano la watu hawa wako. Mungu wetu, kuwa na huruma Mungu wetu, na naomba Mungu wangu ukubali siku ya leo Mungu, kuwe na watu wa kushikilia nchi ambao wanasimama kwa utakatifu mbele zako, wakuita Mungu ni kwa sababu ya utukufu wako Bwana, na kuomba Mungu uondoe judgment juu ya vijiji zetu. Naomba baraka zako zije kwa sababu ya kutii neno lako. Tunaomba katika jina lako, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana asifiwe. Theme ya head for day. Ile theme nimepewa leo, it is called personal growth and development. Inaitwa kujikuza
kiumbe na kujiendelesha. Na ni dini ya kukura. Na ni ujumbe wa kukua. Na kukura kumina na kirere. Na kukua kunamaanisha unaendelea katika maisha yako. Na Yesu ndio mwanashioni. Na nikifikiria jambo hilo, kuna neno limekuja ndani yangu nikisimama. Luka 2 mstari wa 52. Na Luka 2:52 inasema, naye Yesu akakuwa, akikuwa mkubwa, akipendwa na Mungu na hata watu. Wanasifiwe. Hiyo fast ni the Sunday school. Because it was a memory verse. Na Yesu akakuwa, akikomaa, akipendwa na Mungu na akipendwa na watu. Those were 3 levels of development. Na hiyo necessary levels ya kukua mwili, increase in wisdom, knowledge and understanding, kukua katika hekima na kuelewa mambo, and increase in favor, na kuongezeka kwa kibali. favor with God, favor na Gai, favor with men, na kuetekeleka nia. Amen. Na kwa hivyo tukitaka kukua, nataka tuelewe kuna kukua mwili, kuna kukuza roho na mawazo, na tena kuna kukuza kibali, kibali cha kupendwa na Mungu na kupendwa na watu. Wanasifiwe. Na kwa hivyo si kukua tu tunakuwa, kila mwanadamu akizaliwa isipokuwa awe na dosari katika mwili, lazima aongezeke kiungo, na tena arefuke mpaka mahali atafika. Na kama anakula lazima apanuke, na hiyo ni kukua. Lakini tukikua tunahitaji kitu inaitwa kuendelea. Kukua ni kila kitu ambacho tunaongeza ndani yetu, na ili tukue wazuri zaidi. Nikiangalia kanisa hili mahali kuendelea, kwa sababu sidhani mlipewa hili kanisa mlipewa pro na hata tena labda pro ama majani na kuwa na kitu hapa. Lakini kamiti ya kanisa ikakaa chini ikasema wacha tufanye kitu. Na kitu ya kwanza, mtu amepata pro, tutanunua aje? Pesa zitatoka wapi? Sasa tumeanza kufikiria nini inakuwa ni mawazo. Kanisa hili design itakuwa gani? Na tutaijenga kiwango gani? Tutajenga rekosi kama ni ya ghorofa. Hiyo kazi ya mawazo. Na kujenga si kazi tu ya mawazo. Tena kuna kazi ya roho. Hapo mjenga ploti. Najua mchungaji ulinda watu wako, na mkakuja mkamwagia ya kwa sababu ilihitaji nguvu ya kiroho, na ilihitajika na ili kanisa hili liendelee. Ni kweli kulikuwa na njia ya kiroho ya kujenga kanisa hili. Na hata siku ya leo sisi tunaelewa, nataka tuelewe kuna njia ya kimwili ya kukua, na kuna njia ya kiroho ya kukua. Na hivyo ndivyo Mungu anataka tukue.
Na najua kama hivyo pastor umesema. Tukaje ile mchungaji Reda kake mjio. Nokia ka Full Gospel Church Matara Kimaketo. Lakini neno lilikuwa mzito. Noto moyoni mwalimu wale. Lakini kwa sababu ya pima ni mwalimu, nitafanya kazi yangu. Mimi leo mtaweka wako. The best teacher is the Holy Spirit. Oya wada kwa wapi ndio na homo ndio kama mwalimu. Kinyagia. Akikanyaga wewe. Akikukanyaga na kwenda goya wewe sikile ukanyago. Ukubali ukanyagwa. Ukiona neno limekukata na ukisikia hiyo akiwa ni ya wewe kama ngoja kusakulie kidogo. Nidako alogao hani na ukubali kubadilika. Na yetekea kugaruka. Because we cannot use to tukiona hakika. Ndio kwa sababu hatuwezi na mkoa mahali. Na mjago wa uongo. Bwana asifiwe. Utwambie kwenda kwa roho wako. Kitu ya kwanza nataka kunena juu yake ni roho wako kula. Ni jambo la kukua. Number 1. Kitu ya kwanza kumani ya wopio. Kutoka ile siku uliumbwa. Mungu alikuumba ukiwa wa kukua. That is your DNA. Na hiyo ndio iko ndani yako. Bwana asifiwe. Uliumbwa ukiwa na nguvu ya kukua. Hata Mungu akikuumba. Adamu alikuta ng'ombe na mbuzi. Na zote alipata kama amewekewa kule. Kazi yake ilikuwa kuziita majina. Bwana asifiwe. Kuziita majina. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu kutu ile aliumba alijua. Mimi nikiwa Mungu siwezi ubakitu. Ambacho hakina nguvu ya kulinda. Bwana asifiwe. Muumbaji akiumba kile aliumba. Aliumba kitu ambacho kinaweza muinda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuanzia mwanzo wakati ulipo kwa mfano wa Mungu, mfano mmoja Mungu alikuweka ndani yako. Ni nguvu ya kuweza kulinda. Nguvu ya kuweza kulinda. Na hakuna mtu ambaye ako hapa ambaye hana nguvu ya kulinda ama kulinda. Ukubali ama ukatae. Leo niliongeza watu wanawaambia umaskini si karama ya Roho Mtakatifu. It is not. Na ujue si hiyo. Kama kuanzia mwanzo mbuzi na ng'ombe walikuwa mbele yako, hiyo inamaanisha nini? Unajua tulikuwa kuna wimbo ilikuwa ya Wamadhena. Hapo kwa wimbo kalienda unaona watu kuna mahali wamefika. Hata tulikuwa tumebatizwa tunajua tunasoma kanisa la Wamashika. Na wimbo huo ulikuwa mzuri. Lakini nataka kuambia kanisa. Lazima tusome maandiko. Na ili tuelewe Mungu wetu vile alivyo. Kwa sababu hata akipanda alisema ameenda kututengenezea nyumba za kifahari. Na alijua kuna nyumba za nyasi na mabati na hata bao. Lakini maji hakutuabiria hizo. Kwa nini? Kuna kitu nataka kusema na kama nitawafikia we must copy our maker. Lazima tukubali kuiga muumbaji
wetu. We must agree to copy. Na ni lazima tukubali kuiga. Kwa sababu tukikubali kuiga Mungu, kuna uzito mmoja utatukalia. Lakini si wetu. Shetani alikuja kukalia mawazo yetu. Mimi ni maskini sana. Kwa hivyo kaa hapo. Na nataka kukuambia ondokea hiyo. Hiyo si wewe. Wewe usikia sauti ambayo sio. Bwana asifiwe. Genesis 1:26-31. Na kwa hivyo kitabu cha Mwanzo I think you can do my quote. You can do then you can do later. Genesis 1:26 kitabu cha Mwanzo 1:26 wakati Mungu aliumba dunia, basi ya 28 inasema na Mungu akawabariki na akawaambia, be fruitful, zaeni, multiply, ongezekeni, replenish the earth, jazeni dunia, subdue it, na muiweze, have dominion, muwe na mamlaka. Bwana asifiwe. Tulipewa nini? Hiyo ni nguvu umepewa. Divine empowerment. Hii inaitwa njia ya kiungu ya kupea nguvu. Na ukiona uko na mali hujakosea, wewe ni kama baba yako. Bwana asifiwe. Na hapo ndipo Mungu anataka kuturudisha kama baba yetu. Kwa sababu ni kuambiwa, tuliambiwa kuwa na mamlaka, tawala, na ulinde. Na mstari wa 29 unasema, God said, na Mungu akasema, behold, I've given you every herb-bearing seed nedamu hemera ya mithemba yothe that is upon the face of the earth, iria iciaraga mbegũ na mĩtĩ ya and matunda, every tree na mĩthemba yothe ya mĩtĩ, in which the fruit of a tree yielding seed, na yothe mũrĩage matunda. to you it shall be for meat. Na ciothe irĩkoragwo ci irio cianyu. Bwana asifiwe. Sasa nataka uanze kushukuru. Ukiambia Mungu, nirudishe katika shamba ama bustani la Eden. Nirudishe katika bustani la Eden. Kwa sababu huko ndio Mungu aliniumbia. Alafu nikarudi nikaona ni nini iliyotoa mwanadamu katika utajiri. Fellowship with God Ilikuwa ushirika na Mungu, na utajiri. Vitu mbili. Na kwa sababu Mungu pia alienda kutembea na wao. Na alikuwa anaenda kutembea na wao katika bustani. Kutembelea Adam na Eve. Kwa sababu Mungu alitaka nini? Mtu ambaye ako na mali, mtu ambaye ateseki, mtu ambaye anaangalia mali vizuri, lakini anasifu Mungu. Alafu ukawa na mwelevu. Genesis 3, Mwanzo 3, mstari wa kwanza mpaka wa 10. Inasema ya kwamba nyoka akaja. Nataka uone nyoka. Nyoka ndio alikuja akiwa amejikodesha. Kama nyoka alikuwa kama ndovu, maybe Adam na Eve wangeona vizuri. Lakini ni Roho alikuja akiwa amejikodesha, akiwa na sauti. Na kwa sababu kawaida ya nyoka ni kujificha, na huwa anajibadilisha. Na wakati mwingi anajificha mahali huwezi iona. Ikakuja na ushauri ambao ikataka
kulingana na ushauri wa Mungu. Na nyoka hakuambia wanadamu mambo mengi. Aliwauliza swali. Na swali ni, did God say? Kweli Mungu alisema. Did God say? Kweli ni Mungu alisema. Imagine with a question. Imagine unaondolewa katika mamlaka na nguvu yako na swali moja. Did God say? Kweli Mungu alisema. Na vile shetani alitaka kusema nini? Wewe unaamini Mungu anaweza kukupa mali. Ati Mungu alikwambia usikule ule mti. Akakudanganya. Imagine shetani akisema ya kwamba Mungu ndiye mwenye uongo. Na Yohana 8:44 inasema ya kwamba shetani ni muongo kuanzia mwanzo. Na hata wakati anaongea uongo, inakaa kama ni lugha yake ya kiasili. Shetani alichukua nature yake, akachukua akaiweka kwa mawazo ya Adam na Eve. Na kwa kitu kimoja tu, wacheni kuamini kama Mungu aliwaambia. Usiamini Mungu. Usiamini Mungu. According to the snake, kwa sababu kulingana na nyoka, alikuwa anataka kuwaambia Mungu ni mjanja sana. Anajua mkila Mungu mtaishi milele. Lakini nani mjanja? Ni shetani. Ni cha yake, ni kiasili chake. Amewaletea. Wacha niseme neno moja. Sisi kama kanisa tunafaa kuwa na roho wa kutambua ama kuelewa. Roho wa kuelewa. Angalia ile sauti unasikia. Na uwe unajiuliza. Sauti hii ni yako Mungu. Na ndio maana neno linatuambia submit yourself to the Lord. Jitianeni kwa Mungu. Resist the devil. Kataeni na shetani. And he will flee away from you. Na yeye atawapotea. Usipokatana na shetani, utamkubali na utamwamini. Na hapo Biblia huwa inasema mstari wa 7, wakati walikula ule mti, and the eyes of both of them, macho yao wote wawili, they were open, ikafunguka, and they saw they were naked. Na wakaelewa walikuwa uchi. Lakini shetani hapo anawaambia, alikuwa anawaambia mtaishi milele. Lakini wakati mnakula mnajikuta mko uchi. Acha niulize hapa, mnaambia kwa mneni shaba mafuta. Unaenda unakwambiwa utakuta kwa sababu ikoniwa pesa ikaisha. Kwa sababu kuna adui wa sehemu yako. Leo kuna kitu inaitwa betting. Na wacheni niongelesha kanisa. Na wacheni niwasili. Amini Mungu akupe mkate wa kila siku. Ondoa roho ya betting katika mawazo yako. You are not right because you have millions. Hauko uhai kwa sababu kuna mamilioni ya pesa. You don't need millions to live. And na wewe unahitaji mamilioni kuishi. The Bible says in Matthew, the Lord's Prayer. Na Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo kuhusu this day our daily bread. Tupea mkate wa kutosha siku hii ya leo. Chakula ya siku moja inakutosha.
Kwa sababu nataka kujijenga na kutajirika haraka. Na watu wengi tukaijeshia kama subtle spirits. Na wengine wakakuwa watumwa wa shetani. Na hapo acha niwaambie kwa sababu hata wamama mnajua wazee walikuwa wameamua mnakuta hata ya chama na ya mkate na ya kila kitu inaenda kwa beti. Wacheni niambie kanisa hili hatutajikuza kwa sababu ya kubahatisha. Mungu anatupeleka kiungo kwa kiungo, hatua hadi hatua. Bwana asifiwe. Na niliwaambia siku ya leo mkubali kupiga kidogo, lakini muwakubali hekima ya Mungu itujenge. Roho ya Beti inaleta kitu inaitwa urafi. Nimechukua haraka. Nataka niendesha gari, kila mtu aone naendesha gari. Hebu tuwabani roho ya urafi katikati yetu. Na kukubali Mungu atujenge. Wacha labda nilipenda kanisa lako ushuhuda wangu wa kibinafsi. Mimi nikikuwa, baba yangu alikuwa na gari 5. Na ni kitabu. Na mimi nikikuwa, vile watu wanasemanga siku ana chakula, mimi nilikuwa na baba. Na Tiger hiyo wakati nilikuwa na the best shoes na ndio nilikuwa. Lakini mimi nilikuwa mtoto. Mungu kuna kitu alinisaidia kufikiria kuhusu utajiri. Na mimi nikakuwa na roho ya kutaka kutafuta mikono yako. Na mimi nijitafutia nifanye kazi yako. Nipata mali yako. Na Mungu abariki kazi ya mikono yako. Na mali ya baba yangu ilikuwa mzuri, nipeleka shule. Lakini nilipokuwa namaliza shule, baba yangu akakufa. Na kama unajua vizuri wazee wengi wanakufa na mali yao. Na nyinyi msikufe na mali yao, kugalia watoto wenu. Lakini mali ambayo ilikuwa ilikuwa na makelele mingi sana. Kwa sababu mmoja alikuwa na wasichana 5 na kijana mmoja. Na unajua hiyo siku kama huna vijana hauna watu. Na wanawake hawakuwa watu. Na kwa hivyo silitusumbua sana. Na machozi mingi sana. Na ilifika mahali nikaambia Mungu nataka kukuomba utajiruka tuletea machozi mingi. Naomba utuondolee. Najua hiyo ni ombi. Lakini ni bora ujasiri. Huu utajiri tuondolee. Lakini nakuomba uturejeshea utajiri ambayo haitakupa machozi. Amen. Wacha niwaambie. Mungu alikuja akauza mali yetu yote. Mpaka mama yetu wakaenda kutafuta. Lakini Mungu nani? Kuna kitu nilimwingia. Ile machozi ndio kile ambacho kinatumia kulie. Tuletee. Leo tuko na tuko na magari. Tunaendesha gari. Kwa utukufu wa Mungu. Nataka kuambia nini? Wacha mali yako iendelee. Wacha kila kitu iendelee kwa ile Mungu wako atakukosea utajiri. Na hata
wanted my money nilitaka pesa to yako serve my God. sikulipia Mungu wako. Ukienda kukula, Ukitaka kukua, ndio umekulana kuunga na brado hawa kwenda hivi. waache kukua ndio uje na brando tutazame. Hakuna na kitu ya kuwapia. Watu wale wanahitaji kuolewa kwa pombe. Nipe njia ya kuenda. Unajua mchungaji? Najua wazee wanakula mbuzi. Na wacha nikwambie kama mimi na nimefanya hivyo mara 3. Mahali wazee wamekunywa pombe wamekunywa. Naenda na peana na nimefanya hata buzi 4 kwa kikao kimoja. Unaleta hawa wazee wote mnakula pamoja. Na unawaambia Yesu anaokoa. Na hiyo ni pesa yako. Ukiingiza utajiri unataka kufanya nini na hiyo utajiri? Na hiyo pesa yako ama utajiri iko na malengo ya Mungu. Ukipea Mungu na mimi sikufanyie kazi. Kwa sababu sisi wote hakuna mtu hawezi kuokoa hili. Neno la Mungu linasema Mungu mwenyewe yeye huwa ako na ng'ombe na niweki maelfu na ndiko kwa milima maelfu. Na tena nasema dhahabu na fedha zili zake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama tunataka kujifunza tumesema ya kwamba utajiri wangu upitie njia ya Mungu kwa sababu nataka kukua. Na hivyo ndivyo nimeambia kanisa. Achani tuwe na hekima. Ati shetani akikuja na kasauti kanyororo na katamu. Biblia inasema uigoge kichwa. Inasema uigoge kichwa na uikanyagie chembo. Na ili Mungu akubariki. Bwana asifiwe. Kitu ya kwanza nimesema uko na nguvu. Mungu arudishe hiyo nguvu. Mungu arudishe hiyo nguvu. Kitu ya pili, ukijikuza, kuwa na uangalizi. Kuwa makini jinsi unakuwa. Hivyo unataka kukua, misingi yako ni gani? Kila wakati kukichekwa, wale wazee walijenga hii kanisa kuja wakaoga chini. Kuna kitu inaitwa msingi. Na hii msingi inajengwa na inakuanga kuangaliwa sana. Mchanga uko aje? Iko vizuri. Yeah. Na kama hiyo mchanga ni ile nyororo, wanaiondoa na hivi wafikie ule mchanga ambao una nguvu zaidi ya kushikilia huo mjengo. Foundation is very important. Foundation ile ndio yapata mno. Kwa sababu ni inasimamisha mjengo. Na Biblia inasema in 1 Corinthians 3 katika Wakorintho wa kwanza 3:9 mpaka 15 na ni Paulo alikuwa anaongea kuhusu misingi. First anasema like an expert builder, kama mjenzi ambaye ako na hekima, I built the foundation of that house. Nilijenga msingi wa nyumba ile. Na hili ilikuwa msingi wa nyumba ya kujenga nyumba ya Mungu na ya kujenga nyumba za watu. I used the gift na akasema natumia kipawa that God gave me to do this. Ile Mungu alinipea kufanya kazi hii. Kipawa ambacho Mungu alinipea cha kujenga nyumba
about the founding fathers. Hebu niseme kitu kidogo kuhusu baba ambao wanajenga msingi. Wale watu walianza kanisa la Full Gospel Church. We can call them the founding fathers. Tunaweza waita baba wa misingi. Na watu ambao walishika wokovu kwa founding fathers. Wao ni mababa wa misingi. Na ile misingi walitengeneza. Hiyo ndio tunakulia ama tunafurahia siku ya leo. Na ndio maana tuko hapa. Na kama sijapita hapo ni shirika. Sisi kama washirika tunafaa tuwe na hekima na ili tuweze kuheshimu baba wa misingi. Kwa sababu wengine wanaweza kukuambia shida walipitia wakati walikuwa na janga. Wengine walilala